Labda nielezee jambo moja zaidi, niende mbele kidogo ya juzi. Nadhani wengi mtakuwa mmesikia Mheshimiwa Deogratias Ndejembi. Hatujapata athari na hatutegemei athari kubwa, kwa sababu sio kisiwa na tunaleta mafuta. Kwa hiyo kinachotokea duniani na sisi kinatukuta, lakini hatutegemei. Kwa nini hatutegemei? Naomba niongezee jambo moja tu kwenye lile. Utaratibu wetu wa uingizaji wa mafuta, huwa tunaagiza mafuta ya mwezi fulani, tunaagiza miezi miwili nyuma. Kwa mfano mafuta tunayotumia sasa hivi mwezi wa 3 tuliagiza Januari. Kwa mafuta tutakayotumia mwezi wa 4 tuliagiza tayari Februari. Alitaja hili jambo la kwamba tumesha saini mikataba, taratibu tayari, kuna meli zimepakia, zimeshaondoka yale maeneo, kuna meli zimefika lakini hazijashusha. Kwa hiyo ukichukua mafuta ambayo yako ndani ya nchi tayari, yale ambayo meli zimefika bado kushusha, yale ambayo meli ziko njiani, hatuoni tatizo sasa hivi na katika kipindi cha miezi michache ijayo. Changamoto itatokea labda, lakini kama alivyoeleza Mheshimiwa Waziri, kutakuwa na athari ndogo tunaitegemea labda kwenye bei, kwa sababu bei tayari zimeshaanza kupanda. Kwa hiyo miezi inayokuja kuna uwezekano kwamba bei ikaongezeka kidogo, lakini serikali kwa kupitia Wizara ya Nishati ili jambo linaangaliwa kila siku, kila wakati. Yani ndani ya siku moja Mheshimiwa Waziri anaweza kuitisha vikao 2-3 kuhakikisha kwamba tunaelewa nini kipo sasa hivi, nini kifanyike, nini kiendelee, na kuna mipango ya emergency imeshawekwa tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapunguza athari zozote ambazo zinaweza kujitokeza. Kwa hiyo nisisitize kauli aliyoitoa Mheshimiwa Waziri kwamba hatutegemei changamoto kubwa, na wananchi waendelee na shughuli zao kwa kujua kwamba hatuna changamoto kubwa. Katika mafuta ambayo huwa kikawaida tunakuwa nayo ya muda mrefu zaidi kuliko hata mengine, huwa ni mafuta ya ndege. Yani katika sehemu ambayo huwa hatuna changamoto miaka yote ni kwenye mafuta ya ndege. Kwa hiyo mpaka sasa hakuna changamoto yoyote na hatutegemei changamoto yoyote wala kupanda kwa gharama ya usafiri kwenye upande wa ndege. Katika miradi ambayo nimeitaja pale ambayo tunaitekeleza, nilitaja mradi mmoja ambao tunafanya kwenye kitalu kinaitwa EASI Wembere, ambacho nimesema kiko kwenye bonde la Ufa kuanzia mkoa wa Singida, Shinyanga, Simiyu, Arusha. Lile bonde ndio liko katika sehemu ya bonde la Ufa la Afrika Mashariki, ambalo linatokea kaskazini upande wa Uganda, upande wa magharibi, na mashariki linapitia kutokea upande wa Kenya. Kwenye bonde lile la Ufa ndipo ambapo Uganda wamegundua mafuta, na ndipo ambapo Kenya wamegundua mafuta kule Kenya kaskazini, maeneo ya Turkana. Kwa hivyo na sisi utafiti wa awali ambao tulifanya 2015, taarifa tulizochukua mwanzoni zilionyesha dalili ya miamba ambayo inaweza kuwa imeshikilia mafuta. Tulitumia takriban bilioni 8 wakati ule kupata hizo taarifa za mwanzo. Kutoka pale tumekuja tena kufanya tafiti nyingine mwaka juzi mpaka mwaka jana. Tumechukua taarifa zaidi katika kilomita 260 na sasa hivi tunachukua kwenye kilomita 1100. Hizi zote tunazozichukua ndio sasa zitatuwezesha kusema katika eneo lote hili tuangalie eneo hili na hili ili tufike mahali pa kuchimba. Kwa hivyo bado hatujagundua, kwa sababu mpaka umalize, mpaka uchimbe ndio unakuwa umegundua, lakini dalili zipo, na hatua na jitihada mbalimbali tunaendelea kwenye kuangalia wapi tunaweza kutafuta na kupata mafuta. Maneno ambayo unasema amekuwa akisemwa ni sahihi. Kuna wakati ambapo kuna maeneo kwa mfano Pemba, Tanga, imeshawahi kutokea siku za nyuma, kuna kitu kitaalamu wanakiita oil seepage, yani mafuta yamepanda juu kutoka huko chini kwenye miamba. Sasa ile inaweza ikajitokeza, lakini utafiti kwa kuonyesha kwamba sio mengi ya kutosha kuweza kuweka uwekezaji ambao utakufanya uweze kuzalisha. Lakini kwa sababu tafiti
zinaendelea, teknolojia zinazidi kuwa kubwa zaidi, mategemeo yetu ni bado kuna mahali tutakuja kupata, lakini kwa sasa tumefocus zaidi ili eneo la yasiwe mbele.